TriGen Media ipo Dodoma kwa ajili ya kukuletea taarifa za kina kabisa kuhusiana na changamoto ya lishe duni na utapiamlo. Tafiti mbalimbali zimethibitisha kwamba Tanzania ina utajiri wa kutosha wa vyakula, hasa mboga mboga na matunda, na zaidi mboga mboga kama matembele zimethibitishwa na tafiti kutoka Chuo Kikuu cha SUA kwamba zinaweza kujibu kabisa changamoto ya utapiamlo na lishe duni kwa watoto chini ya miaka 5 pamoja na akina mama wajawazito, bila kusahau jamii nzima ambayo inahitaji lishe bora ya asili ili kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa na afya njema na kuchangia kwenye uchumi wa taifa. Mimi ni Dennis Mwasalanga. Zipo dhana na mitazamo mbalimbali kuhusiana na matumizi ya mboga za majani, lakini pia suala la upatikanaji wa mboga za asili katika maeneo mengi bado ni mjadala kutokana na utitiri wa mbegu za kisasa ambazo nazo zimebisha hodi katika soko la mboga. Wataalamu wa afya wanabainisha kwamba iwapo kutakuwa na matumizi ya mboga hizi za asili, huenda ikawa mwarobaini wa matatizo ya kiafya kwa watoto na wajawazito. Profesa John Msuya kutoka Chuo Kikuu cha Kilimo SUA ni mbobezi wa tafiti za lishe na mshauri elekezi wa mradi wa lishe jumuishi, na hapa anabainisha aina za mboga. Unajua kuna mboga za asili na mboga zile ambazo zimeletwa. Kwa hiyo tunazungumzia mboga za asili, tunazungumzia mchicha, mnavu, mgagani, matembele. Hizi ni mboga ambazo yani sasa hivi zimetambulika duniani kwamba kwanza zinahimili sana mabadiliko ya tabia nchi ambayo sasa hivi ni janga kubwa duniani. Lakini pia zimethibitishwa kwamba hizi mboga zetu za asili nasema micronutrients, yani yale kwa mfano madini na vitamini kwa wingi sana ukilinganisha na hizi mboga ambazo tunaletewa hizi makebichi, sijui spinach, haya machinese na nini. Sisi tuna mboga zetu zinazidi hayo mboga yote yaliyoletwa. Kwa hiyo huu mradi uliona ni muhimu sana kulenga kwa kutumia hizi mboga za asili katika jamii zetu. Najua hapa Dodoma ni pakame. Sasa ukisema upande sijui spinach na nini, huwezi kupata maji ya kutosha. Lakini ukipanda matembele unazalisha vizuri kabisa. Tena kwa njia rahisi, hata yale maji tu ya nyumbani mnayoogea, mnaooshea vyombo yanatosha kabisa kuzalisha matembele ya kula pale nyumbani yakatosheleza. Kwa hiyo tulilenga katika namna hiyo. Na ni matembele niwaambie tu, yani kwa mfano matembele tukichukua tu mfano mmoja, yana madini chuma nyingi sana. Yani ukilinganisha na kwa mfano kabichi au hizi mboga zingine hizi. Kwa hiyo kwa kulima matembele wao wananchi wetu kwenye jamii za Kongwa, Bahi na Chamwino wameweza sana kuboresha hali ya lishe katika jamii, katika kaya zao. Mradi wa lishe jumuishi wa Diverse Food Systems uliotekelezwa katika kipindi cha miaka 3 katika wilaya za Bahi, Kongwa na Chamwino mkoani Dodoma umeonyesha kwa vitendo thamani ya mboga za asili dhidi ya utapiamlo na athari zitokanazo na lishe duni. Tafiti zilizofanyika kabla ya utekelezaji wa mradi huu zilibaini kuwa idadi kubwa ya wanawake wajawazito walitumia kiwango kidogo cha mboga, hali iliyoathiri afya ya mama mjamzito. Daktari Victoria Goele ni mtafiti kutoka Chuo Kikuu cha Kilimo SUA. Na katika kufanya utafiti wa awali, kwa sababu katika mradi lazima zifanyike tafiti za awali kubainisha hizo changamoto za kilishe na changamoto za uhakika wa chakula, tukagundua kwamba zaidi ya 50% ya kina mama wameweza kula vyakula kutoka makundi machache, kwa maana makundi chini ya 5 yanayokubalika kitaalamu. Na tunapofanya tafiti katika kuangalia ulaji wa makundi ya vyakula, kuna makundi 10 ambayo tunapima ulaji wake. Sasa zaidi ya 50% ya kina mama ambao walifanywa utafiti kwenye mradi huu wa lishe jumuishi hawakuweza kufikia ulaji wa makundi walau 5 yanayokubalika kitaalamu. Kama matokeo ya mradi huo, kuanzia mwezi Novemba mwaka 2022 hadi Januari 2026 wamefanikiwa kuwajengea uwezo jamii zilizo ndani ya mradi na hivyo kuleta mabadiliko juu ya matumizi sahihi ya mboga. Ndani ya miaka 3 ya utekelezaji wa mradi huu uliogharimu zaidi ya bilioni 4 chini ya ufadhili wa shirika la maendeleo la Italia AICS kwa ushirikiano na LVIA, KUAMI, MVIWATA na Chuo Kikuu cha Kilimo SUA, ulihakikisha malengo tarajiwa yanafikiwa, kama anavyobainisha Alessia La Rosa, meneja mradi wa lishe jumuishi. Mradi lengo kubwa ilikuwa pia kuendeleza mboga za asili. Siku hizi watu ni wachache ambao wanaendelea kutumia
kutokana pia na mazoea. Tumewaelimisha kwamba mboga mboga za asili ni muhimu sana kwa ajili ya afya kutokana na virutubishi vilivyopatikana kwenye mboga mboga za asili. Kwa hiyo kwa sasa wakulima wanaendelea kulima na kutangaza ili waweze kufikia na watu wengi zaidi, ili watu warudi kwenye kutumia mboga mboga za asili. Dhana halisi ya aina ya mboga mboga ni ipi hasa? Huyu hapa tena Dr. Victoria Goele. Tunaposema mboga mboga, maana yake tuna mboga za majani na zile mboga nyingine ambazo si za majani. Mboga za majani kama mchicha, matembele, majani ya kunde, kisamvu ni mboga ambazo zinapatikana katika mazingira yetu. Lakini pia tuna mboga ambazo si za majani kama bamia, kama nyanya chungu. Hizi nazo zote, karoti, nyanya, nazo ni zinatupa virutubishi mwilini. Katika dunia ya elimu nyingi kupitia elimu ya mitandaoni, mambo mengi huzungumzwa juu ya vyakula na ulaji, huku wengine wakihimiza kuepuka matumizi ya mafuta ya kula katika mapishi. Lakini tafiti zimebaini nini? Tunashauriwa kutumia kiasi kidogo cha mafuta. Na kwa nini kundi hili nalo ni muhimu pia kulitumia? Ni kwa sababu kundi hili lina mchango mkubwa sana kusaidia baadhi ya virutubishi viweze kufyonzwa mwilini. Kwa mfano, unapopika mboga yako na ukaweka mafuta kidogo, tunaposema kidogo, yani kulingana na wingi wa ile mboga, mafuta yasizidi kile kijiko cha chai, lakini inategemeana sasa na kiasi cha mboga unachotumia. Kwa nini? Yale mafuta yanasaidia ufyonzwaji wa baadhi ya virutubishi. Kwa mfano, vitamini A. Vitamini A yenyewe ni kirutubishi ambacho tunasema ni vitamini inayofyonzwa mwilini, lakini kwa uwepo wa nini? Mafuta. Kwa kama hakuna mafuta kabisa, ufyonzwaji wake mwilini unakuwa ni sio mzuri. Kwa hiyo tukitumia pia mafuta kidogo inatusaidia kuweza kupata hicho kirutubishi cha vitamini A kwenye mboga mboga. Kwa hiyo ukijumuisha hayo makundi niliyoyataja, ambayo yapo makundi 6 kama ambavyo muongozo wa ulaji unavyotuelekeza, unakuwa katika nafasi nzuri zaidi ya kuweza kuwa na afya iliyokuwa bora. Kwa sababu vyakula vyetu unakuta vina virutubishi, ila kuna baadhi ya chakula kina kirutubishi cha aina moja kwa wingi zaidi kuliko chakula kingine. Wahenga walisema kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa uhunzi, kwani pamoja na mradi wa lishe jumuishi kufikia ukomo, bado wanufaika na waliopata elimu kupitia mradi huo wanasema kazi itaendelea. Leo hii kama nyinyi wenyewe mkiwa mashahidi, umeona tuna vikundi vya wakulima ambavyo vina uwezo wa kuchakata mboga, kukausha kwa teknolojia nzuri na salama, na kupack mboga hizo kwa ajili ya wao wenyewe kama jamii, lakini pia na kwa ajili ya kuuzia watu wengine. Kwa kuwa mradi umeisha, mradi kama mradi tayari ulishawekeza kwa jamii kwa maana ya kutoa elimu. Kwa hiyo sisi ambao tumepata elimu kidogo kuhusu utapiamlo na udumavu, kwa hiyo tunakuwa wadau wa kwenda kuiendeleza ile elimu kwa jamii nyingine. Pamoja na mafanikio ya utekelezaji wa mradi huo ndani ya miaka 3, serikali ya mkoa wa Dodoma imependekeza kuongeza muda zaidi ili kuwafikia wanufaika wengi zaidi. Joakim Nyingo ni kaimu mkuu wa mkoa wa Dodoma. Sasa tungeomba sana huu mradi ambao umefanywa kwa miaka 3 na umeonyesha manufaa mazuri, basi au moja upewe muda wa ziada au extension ukafika miaka 5 ili uweze kuonyesha yale matunda ambayo yanapasika. Tanzania ina uwezo wa kukabiliana na utapiamlo na changamoto ya lishe duni endapo tutatumia mboga zetu za asili ambazo zinapatikana maeneo mbalimbali hapa Tanzania. Hata hapo ulipo, naamini unaungana nami kwamba sisi ni matajiri wa vyakula vya asili, lakini bado havijatutajirisha. Mimi ni Dennis Masalanga wa TriGen Media.